Unaumia, unapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, lakini pia unaogopa kabisa kusema. Nikumbushe, ili sio swala la kawaida. Hii inaashiria moja kwa moja inaweza ikawa changamoto au ishara ya changamoto kubwa ndani ya mwili wako. Sasa hapo baadaye nitakwambia sababu zinazopelekea upate maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Kama utakuwa na swali lolote, kama una changamoto yote ya kiafya, basi ni muda sahihi wa kuweza kuuliza uko wapi na una changamoto gani ya kiafya inayokusumbua. Kwa hiyo usiache kusubscribe na comment ili uweze kuwa unapata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Una changamoto yote ya kiafya, basi usisahau kutuambia hapo chini kwenye comment. Lakini cha kwanza unachotakiwa kufahamu ni kwamba unapokuwa na taarifa sahihi juu ya ugonjwa fulani, ndio namna rahisi ya kuweza kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja. Sasa leo nitakwambia ni sababu zipi zinazosababisha moja kwa moja kuwapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Kitu cha kwanza ni ukavu wa uke, lack of lubrication. Lack of lubricant. Hiyo ni moja ya changamoto kubwa ambayo imekuwa ikipelekea wanawake wengi kupata maumivu makali, likewise hata wanaume. Unapata michubuko kwenye uume kwa sababu unakosekana kwa uteute. Kwa hiyo utokea pale mwanamke anapokuwa na stress, changamoto za hormone inapokuwa inashuka, lakini pia kuna foreplay inapokuwa inapungua. Yaani mwanamke kumwandaa, unapopungua kumwandaa mwanamke inasababisha pia ute ukosekane, na wewe sababisha maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Sasa usipomwandaa mwanamke vizuri, ule ute huwezi kuona, ule ute huwezi kutoka. Sasa ukitoka ule ute huwa unakuwa umeshamweka mwanamke kuwa tayari kwamba yuko tayari kushiriki tendo la ndoa moja kwa moja. Kwa hiyo inapotokea changamoto ya homoni, changamoto ya msongo wa mawazo, changamoto ya kutomwandaa mwanamke, basi ute huwa unakosekana, na hiyo ndio sababu ya kwanza inayopelekea kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Huwa najaribu kuambieni kwamba wanaume tumekuwa ni chanzo kikubwa kinachosababisha wanawake wengi wakose kabisa ute. Ni kwa sababu ya kuandaa. Hatuwaandai, hilo ndo la kwanza. Hatuna muda mzuri wa kuandaa, hilo ndo changamoto kubwa ambayo imekuwa ikitokea kwa hawa wanawake. Sababu namba 2, maambukizi ya uke. Sababu namba 2, maambukizi ya uke, infections. Mara nyingi wanawake wengi sasa hivi wamekuwa wakiteseka na fungus, bakteria ambayo inasababisha kuwashwa plus maumivu. Sasa kama uko hapo mwanamke unateseka na fungus, unateseka na bakteria, na wanawake wengi sana wamekuwa wakiteseka na changamoto hizi, na unakuta ukikutana nao nakwambia ametumia dawa nyingi sana na hajapata suluhisho. Sasa kama una changamoto ya fungus, ndugu zangu, kuna jambo moja tunaliita hormone. Kuna kitu kimoja tunakiita hormone. Hormone ndo ulinzi namba 1 wa mwanamke. Hormone ndo ulinzi wa namba 1 unaomlinda mwanamke. Mwanamke ulivyo wewe, ulivyo hapo ni sababu ya hormone. Ikitokea kuna changamoto ya hormone zako zikaweza kuvurugika, ni hatari kwa afya yako. Hormone zako zikishavurugika, ndugu yangu, ndo maana watu wengi wamekuwa kipitia changamoto zile. Sawa? Kwa hiyo lazima tuanze na hormone. Ndio maana wanawake wengi unakuta wanatoka na uchafu, wanatoka na harufu mbaya ukeni, unatokwa na ute wenye harufu mbaya ukeni kama shombo ya samaki. Ni kwa sababu hujatibu hormone. Unapokuwa na changamoto ya fangasi, umetumia tiba kwa muda mrefu, zigeukie hormone. Hormone zako huenda baada zijakaa sawa. Ukipata tiba nzuri ya kutibu moja kwa moja na hormone, utaondokana na changamoto ya maambukizi na fangasi ambazo unazozipata, na hizo zinakupa maumivu wakati wa tendo la ndoa. Lakini namba 3 ni uvimbe au vidonda vya ndani. Uvimbe au vidonda vya ndani. Sasa hapa, kama una changamoto ya fibroids, una changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, una changamoto ya PID, una changamoto ya vidonda, lazima utapata maumivu makali kwa yanatokea ndani wakati wa tendo la ndoa. Sasa kama unapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, inaweza ikawa ni changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, inaweza ikawa ni PID, inaweza ikawa ni vidonda, lakini pia inaweza ikawa endometriosis. Endometriosis ni zile tishu ambazo zinatakiwa zikue ndani ya mji wa kizazi. Zikishakuwa nje ya mji wa kizazi, zinakuwa ni shida, zinaleta maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Hata mwanamke anapokuwa period anapata maumivu makali sana ambaye havumiliki. Sasa kama unapitia changamoto hii ya maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, unatakiwa ukachunguze. Unatakiwa uende kuangalia ni kipi kinachokutesa, ili uweze kupata ushauri vizuri, ili uweze kupata mwongozo mzuri. Inawezekana ukakaa sawa, lakini mpaka uwe tayari kubadilika, lakini uwe tayari kutafuta chanzo ni nini. Wanawake wengi wamekuwa mkikariri, haya
Baadaye changamoto za kiafya tuzikariri. Changamoto za kiafya huwa tunapima, tunafahamu exactly ni kitu gani kinachokupa shida, tunafahamu exactly ni kitu gani ambacho kinakupa changamoto ili uweze kupata tiba sahihi. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu. Lakini pia namba 4 ni kukaza kwa misuli ya uke. Misuli ya uke inakaza. Sasa misuli inajikaza bila hiari. Hapa hata ukiingiza uume au kidole kunakuwa na maumivu makali. Hapa misuli kukaza, mwanamke misuli yake au nyonga yake huwa inakaza. Sasa misuli ya uke ikishakaza bila kumwandaa mwanamke vizuri, huwa anapata maumivu. Na hapa ndo hapa kuna jambo lile ambalo mwanamke akibakwa. Mwanamke akibakwa huwa anapata maumivu makali. Ni kwa nini? Kwa sababu hayuko hiari, hajajiandaa, bado nyonga imekaza, lakini bado misuli ya uke imebana na imekaza. Ndio maana hata ukiingiza uume bado atapata maumivu makali sana, maumivu ambayo hayavumiliki. Hilo ni moja ya changamoto nyingine ambayo wanawake wengi wamekuwa wakipitia. Lakini sababu namba 5 huwa tunasema ni sababu za kisaikolojia, mental factors. Ambayo sababu za kisaikolojia hapa tunamaanisha nini? Ni pale mtu anapokuwa na hofu, mwanamke anapokuwa na stress, mwanamke anapokuwa na experience mbaya ya zamani, kwamba amewahi kubakwa, amewahi kuingiliwa kwa nguvu, huwa anakuwa na stress. Sasa anapokuwa na stress unakuta anapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, mwili unakataa hata kama anaonekana yuko sawa. Yaani unakuta mwili unakuwa unakataa. Na huwa nawaambieni kwamba wanaume, usifanye tendo la ndoa ukiwa unatumia nguvu. Wanaume wengi sana tunapotea. Unakuta mwanaume unafanya tendo la ndoa kama vile unakamia, kama vile unatumia nguvu. Hiyo ni hatari kwa afya yako. Sasa kama unapitia haya, ufanye nini? Jambo la kwanza, kama unapitia haya, ya kwanza, pata uchunguzi sahihi. Testi, usigesi tu, kachunguze nini hasa kinachosababisha changamoto hizi. Namba 2, tibu maambukizi mapema. Nimeshasema kama unateseka na maambukizi yoyote, umetumia tiba kwa muda mrefu na hujapata suluhisho, tuko hapa kuhakikisha unapata suluhisho sahihi. Namba 3, rekebisha homoni. Afya ya uke. Homoni ni muhimu sana. Mwanamke ana homoni 8. Baadaye tutaweza kuzielezea kwenye video ambazo zinazokuja. Lakini pia epuka kutumia vitu holela ukeni. Perfume ni uke unaweka, mafuta yote unaweka, losheni unaweka, kila kitu unaweka ukeni. Hiyo ni hatari kwa afya ya mwanamke. Kwa hiyo ndugu yangu, kama unapitia changamoto hii, basi usiendelee kuugua kimya kimya, hakikisha tunawasiliana ili uweze kupata msaada zaidi. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie una changamoto gani inayokutesa kwenye comment, tuweze kukupa msaada zaidi. Karibu na Mungu akubariki.